Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mpenzi mtazamaji wa Al-Aqsa Media Online. Ni wakati mzuri ambapo nimekutana na wanafunzi wa Darul Ulumi ambao tumekuwa nao hapa katika maadhimisho ya miaka 30 tangu kuundwa kwa markazi hii hapa Ipogolo, manispaa ya Iringa. Sasa mbele yangu niko na kijana ambaye ni mwanafunzi hapa wa markazi Darul Ulumi ambaye tutazungumza naye mawili matatu kuhusiana na safari yake ya elimu katika kuiendea elimu ya dini tukufu ya Uislamu. Moja kwa moja, kwanza ningekutambulisha, unaitwa nani jinako? Jina langu naitwa Khamis Abubakar Khamis. Khamis Abubakar Khamis. Una miaka mingapi Khamis? 14 na miaka 14. Na miaka 14. Khamis, wewe ni mwenyeji wa wapi hasa? Mwenyeji wa Zanzibar. Zanzibar. Sehemu gani pale Zanzibar? Chuini. Chuini. Hebu tusimulie kidogo safari yako ya elimu mpaka kufika hapa markazi Darul Ulumi Iringa, Tanzania. Safari yangu Mungu alinijalia kufika hapa Darul Ulumi kwa uzima na afya, na nikaanza masomo yangu 2023. Nikaanza mpaka leo niko 2026 hapa Darul Ulumi. Una takriban kama miaka 4 hivi. Hebu tuambie mazingira ambavyo umeyaona na namna gani ambavyo umekuwa ukisoma hapa katika markazi. Mazingira mazuri, na nilivyosoma nimesoma na elimu nimeipata elimu nyingi sana. Elimu ya lugha, hadithi na vingine vyote ambavyo nimesoma baadaye. Wewe ni kijana ambaye umetoka katika familia ya Kiislamu bila shaka? Naam. Na kama ndivyo, wewe ni mtoto wa ngapi kuzaliwa katika familia yako? Mimi ni mtoto wa pili. Wa pili. Wako wenzako wangapi? Kwa watano. Nao pia wamejaliwa kupata elimu hii ya Uislamu? Naam. Tuko, lakini katika hapa Darul Ulumi tuko wawili, wengine wako huko nyumbani lakini bado wanapata elimu. Baba na mama wapo? Wapo. Naam. Kwa nini wamechagua wewe uweze kupata elimu hii? Kwa sababu mimi pia ni mkubwa wao, na pia ni najulikana kielimu katika elimu ya Uislamu. Okay, tangu ukiachilia mbali masuala ya lugha, na kitu gani kingine ambacho umenufaika nacho tangu umefika Darul Ulumi? Nimenufaika na vitu vingi sana. Nimenufaika na elimu ya dini ya Kiislamu kama vile tauhidi na hadithi, zote nimehifadhi, na vitu vingi tu nilivyovipata hapa Darul Ulumi. Kwa mfano inatoka leo kwamba sasa ndo unamaliza. Matarajio kumaliza ni mwaka gani? Hapa namaliza bado kama miaka 3 nimalize. Endapo utamaliza, yani kwa muda kama huu tulikuwa nao, unaweza kwa mfano ukapewa kituo bwana, labda upige kama field, unaweza ukafanya vizuri? Naam, naweza nikafanya vizuri. Eneo gani sasa watu huwa wanakuwa na ubobezi katika maeneo ya usomaji? Eneo gani hasa ambalo wewe unasema kwenye hili kwa kweli alhamdulillah niko vizuri? Katika eneo ambalo niko vizuri katika masuala ya hadithi. Hadithi. Naam. Qur'ani vipi? Qur'ani pia niko vizuri. Ungependa sasa kutupa kionjo gani ili mtazamaji wa Al-Aqsa Media Online ajue kabisa ndugu yetu Khamisi yuko vizuri? Naweza nikasoma Qur'an. Naam, tusomee. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bihi innahu alimun bidhati sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Kuna kitu kingine ambacho ungependa kumwambia Muislamu ambaye anakutazama, labda kama na wazazi ambao wanakutazama moja kwa moja, ungependa kuambia nini? Napenda kuambia waje wasome katika chuo hichi, pia wafaidike na tufaidike wote na elimu ya dini ya Kiislamu. Sasa wito kwa jamii kwa ujumla? Jamii kwa ujumla na wao waende vyuo tofauti, wasije chuo kimoja tu, lakini hichi pia ni ubora waje chuo hichi kwa sababu pia kinafundisha maadili ya Uislamu. Kwa hiyo waje katika vyuo tofauti wapate elimu ya kumtambua Mola wao. Shukran sana. Shukran. Mtazamaji, mara baada ya kuzungumza na Khamis, sasa naye kijana mwingine ambaye pia ninataka kuzungumza naye baada ya jambo hili la miaka 30
ya Markaz Darul Ulumi, na huyu hapa mbele yangu tayari kwa ajili ya kuweza kujitambulisha anaitwa nani na kitu gani hasa ambacho angependa kutuletea katika siku hii ya leo. Kwa kwanza tafadhali tambulishe jina lako. Kwa majina anaitwa Fadhili Yahya Mawela. Naam. Ni mwenyeji wa wapi? Mimi ni mwenyeji wa mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Tunduru. Wilaya ya Tunduru. Ndio. Tunduru kwa wayao. Naam. Naam. Hebu tuambie safari yako kutoka Tunduru mpaka hapa, na una umri gani katika chuo mpaka sasa? Safari yangu kwa kweli ni ndefu sana kwa sababu ni historia kubwa, lakini vile vile katika umri ambao niko hapa chuoni sasa hivi niko mwaka wa 3 sasa hivi. Ndio. Kuna kitu gani tangu umefika umeweza kunufaika nacho? Kuhusu elimu, mambo mengi nimeweza kunufaika nayo. Miongoni kumfahamu Allah. Nilikuwa sijui kiundani Allah yuko vipi na ni nani na nafasi gani kwenye maisha yangu, lakini baada ya kuja hapa nimetambua Allah ni nani na nafasi gani kwenye maisha yangu, au ana haki gani kutoka kwangu mimi. Naam. Na kitu gani hasa ambacho kwa upande wako unaweza ukasema kwa kweli katika vitu ambavyo nimejifunza, alhamdulillah hiki niko vizuri? Kwa kweli nimejifunza mambo mengi, miongoni mwao kama vile masomo ya Qur'ani, fiqh, tauhidi, vitu vyote hivyo naweza nikavisema kwamba nimeweza kuvifahamu kadri ya muda ambao nimeweza kukaa na vile ambavyo nimeweza kufundishwa na walimu wangu. Cha zaidi kile ambacho hata tutakapokuamsha usiku wa manane unasema naanza. Cha zaidi ni Qur'an. Cha zaidi ni Qur'an. Tuonjeshe kidogo. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu fala khawfun alayhim wala hum yahzanun. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه Hasbuk. Shukran sana. Una kipi cha kuambia wazazi na wanatunduru kuhusiana na safari yako? Kwa kweli wazazi nawaambia kwanza nawashukuru kwa kuweza kunichagulia elimu hii ya kumfahamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Imekuwa wazazi wengi wakipendelea wazazi wao wawe madaktari, wanajeshi kadha wa kadha, wanasahau ile elimu ya kumfahamu lao. Kwa mimi nawashukuru sana kwa kuweza kuniongoza kwenye njia hii iliyokuwa sahihi, na vile vile nawahamasisha wanatunduru na kuwakumbusha tumsome Allah kwa sababu yeye ndo ambaye anafanya sisi tuwepo kwenye haya maisha yetu. Kwa tusipomfahamu kuna mambo tutakuwa tukiyafanya tutakuwa tunaenda kinyume na vile ambavyo yeye anataka. Shukran sana. Nashukuru sana. Asante sana. Bado naendelea kuzungumza na vijana hawa wa Markaz Darul Ulumi ambao wana vitu vikubwa tu, lakini leo tunaonja kidogo angalau tuweze kupata katika vile ambavyo wamefanya katika miaka hii 30 ya Darul Ulumi ambayo tumeweza kuishuhudia maadhimisho yake kwa shughuli mbalimbali ambazo zinafanyika. Mbele yangu na kijana mwingine ambaye tutapenda pia kufahamu mawili matatu kutoka kwake. Tafadhali, unaitwa nani? Kwa jina anaitwa Habibu Saidi Muhammad Jangalu kutokea Pwani Kisarawe. Naam, bila shaka jirani na Mzenga pale. Naam. Okay, kutoka hapo maeneo ya Kisarawe mpaka umefika Iringa, hebu tueleze kidogo safari yako ya kutoka kule mpaka Darul Ulumi. Safari yangu kwa ufupi kabisa, kwa sababu asilimia kubwa chuo cha Darul Ulumi kwa vile kinafahamika sehemu nyingi na sehemu mbalimbali, na mimi wakati nipo kule basi nikapata kwamba kusikia kuna sehemu kuna chuo cha Darul Ulumi, na uzuri wake kuna baadhi ya watu kutoka kule walitokea sehemu hii, kwa hivyo kuwatazama ile mandhari yao na mimi mwenyewe nikavutika kwa namna moja ama nyingine kuja Darul Ulumi. Tangu umefika hapa, hebu tuambie ni manufaa gani ambayo umeyapata na huko mwaka ngapi? Manufaa ni mengi katika miaka ambayo nimekaa hapa, na mwaka wa 3 mpaka sasa hivi
na manufaa ambayo yalipatikana hapa ni mengi sana. Hata katika mandhari tu kama ninarudi nyumbani, basi lazima kuna utofauti utakuwa unaonekana mkubwa sana. Na eneo gani hasa ambalo wewe binafsi umebobea? Licha ya masomo yote unafundishwa, lakini lipi hasa ambalo unaweza kusema hili hata nikiamsha usiku wa manane nitaanza na hili? Kwa sababu kulingana na mujibu wa dini ya Kiislamu, asilimia kubwa Muislamu lazima akijue kitabu chake kitukufu, lakini pia ni sunna katika upande wa hadithi za Mtume. Basi mimi naweza nikasema pande zote mbili, yani katika Qur'ani na hadithi, walau kwa uchache wake, toka nije hapa kidogo nipo vizuri, alhamdulillah. Okay, kama ni Qur'an tupe aya 3 au hadithi moja itatosha. Moja tu. Au hadithi moja. Naam. Anasema qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, bunya al-islam ala 5, awwaluha shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, wa iqamati as-salah wa ita'i zakat wa haji wa saumu Ramadhan. Naam. Fafanuzi. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umejengwa Uislamu katika nguzo 5, na nguzo ya kwanza ni kushuhudia kuwa hakuna mola yoyote anayepaswa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na Muhammad ndiyo mtume wake. Lakini pia vile vile kusimamisha swala, hiyo ndio nguzo ya pili kwa huyu Muislamu. Lakini nguzo ya 3 kutoa zaka, na nguzo ya 4 ni kwenda kuhiji katika nyumba tukufu al-Kaaba yani. Lakini pia nguzo ya 5 ni kufunga katika mwezi wa Ramadhani. Shukran sana. Sasa una wito gani kwa wazazi au wazee nyumbani huko, lakini pia Waislamu kwa ujumla kuhusiana na kile ambacho unakisoma hapa? Wito ndugu zangu ni kufanya juhudi katika kuisoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu mwanadamu ameumbwa duniani kwa lengo moja tu, na ndo ambalo kubwa, lakini mengine yote ni ziada. Sasa kubwa ni kumjua Mwenyezi Mungu na kumwabudu. Sasa tunapokaa hivi majumbani, tusikue kwamba tutaishi alafu tutakufa, ni maisha ya kustarehe na kufa, isipokuwa Allah atakuja kukuuliza kuhusiana na ile maisha yako ulivyoishi na elimu yako ulivyoitafuta. Hasa kama hujatafuta elimu ya kumjua Allah subhanahu wa ta'ala, basi hata ile swali la elimu likija kwako wewe bado litaendelea kuwa gumu. Kwa hiyo kubwa kabisa ni kuwa na nguvu katika kuisoma dini ya Mwenyezi Mungu ili kumtambua. Wakati tunamwabudu basi tujue tunachokisema. Wanakisarawe unawaambiaje? Wanakisarawe mashaallah, kwa asilimia kubwa wanaona ni sehemu mbali kidogo, lakini naamini kama mtu utakuwa na nia kufika huku, mimi nawahimiza kwa asilimia kubwa iwe nyingi sana, kwa sababu ni wachache sana ambao kutokea Kisarawe wapo huku, basi na wao wawe na umuhimu, watilie umuhimu wa swala hili. Kuna fadhila nyingi, kuna ujira mwingi sana na faida inapatikana kubwa sana. Waje kwa wingi sana, waje kwa wingi sana. Shukran sana. Shukran sana. Asante sana. Baada ya kuzungumza na wengine, sasa ni zamu ya mwingine. Karibu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji angependa kufahamu jina lako hasa ni nani? Kwa jina naitwa Badru Thabit Othmani kutokea kule kisiwani Pemba. Naam, Pemba sehemu gani? Wilaya Micheweni, kijiji kinaitwa Wingu Jambonia. Wingu Jambonia, Micheweni. Naam. Mashaallah. Ili ufike huko unahitaji kupanda nini hasa? Ili kufika huko inahitajika kupanda kwanza zile basi za mikoa mpaka kufika pale Dar es Salaam. Alafu baada ya hapo unapata usafiri wa boti au meli kufika pale kisiwani Pemba. Baada ya hapo kuna gari ambayo inakufikisha sehemu husika. Kwa hiyo huwezi kupanda bajaji hapa mpaka Pemba. Mashaallah. Sasa ningependa kufahamu safari yako kutoka huko wapi umesema? Natafuta kile kijiji kile. Wingu Jambonia. Wingu Jambonia. Jambonia, Wingu Jambonia mpaka Ipogolo Iringa. Naam. Napenda kufahamu safari yako. Naam, safari yangu kwa kweli ilikuwa ni safari ambayo ilikuwa na maandalizi kidogo. Baada ya kumaliza elimu yangu ya sekula, tukakaa shura pamoja na wazazi kufikiria namna gani tutaendelea kimasomo, lakini pia Allah akajalia kwa tawfiki yake, basi tukakubaliana kwamba niendelee katika masomo ya dini. Na baada ya kufikiria kwamba je, tutaendeleaje katika masomo ya dini, basi pia kulikuwa na mjomba wangu hapa anasoma, anaitwa Sheikh Mustafa. Aliwahi kusoma hapa Darul Ulum miaka 7 akamaliza, akapata nafasi ya kwenda nchi za nje kabisa huko. Kwa hiyo maana ile pale ikawa ni kama hamasa ya kunihamasisha mimi kuja kujiunga na chuo hichi cha Darul Ulum. Sawa. Na kitu gani hasa kwa upande wako ambacho licha ya masomo yote ambayo mnasoma ambacho wewe binafsi kwa upande wako umebobea sana? Yaani ukiamshwa usiku wa manane papu utaanza nacho hicho kabla vingine. Kwa kweli
Kama ulivyotangulia kusema, vitu vingi ambavyo nimevijua kwa upande wa fiqh, lakini pia kwa upande wa Qur'ani Allah amenijalia niko vizuri zaidi yani. Lakini pia napenda sana masomo ya lugha. Kwa sababu anatuambia walimu kwamba unapojua lugha una uwezo wa kutafsiri baadhi ya vitu na kuwa na muonekano mzuri. Kwa hiyo napenda sana lugha, lakini pia ni mtu kidogo wa kuimba nashidi. Kwa hiyo kama unataka nashidi hapa ndio pake. Hebu tupigie moja basi. Manhajun watin wa sami yukhrijul insan مما تحاذي الظلامين والقرآن وقضى رب الأنام بالتقى الميزان عند تحميد الكرام يفضل الإيمان. Vizuri kabisa. Na kingine labda tusomee angalau aya 3 za Qur'an. Naam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. Hasbuka. Shukrani sana. Sasa kabla hujatoka, hebu waambie watu wa umesema wapi? Wingwi Jambonia. Jambonia. Hebu waambie kitu ambao watabahatika kukutazama inshallah. Basi kwa wale watu wa Wingwi Jambonia ambao wanatokea katika kisiwa kile cha Pemba, niwaambie tu karibuni sana Darul Ulumi, lakini pia kwa yule ambaye hakubahatika kupata nafasi kujiunga na chuo hichi cha Darul Ulumi, basi ajiunge na sehemu nyingine ambayo inafundisha masomo ya dini, kwani sasa hivi imekuwa ni utandawazi unakuwa unatuharibu kwa 100%. Yani kwa asilimia nyingi sana watu ambao tunapenda kutumia mitandao, TV na kadhalika, lakini pia tukiangalia jamii inakuwa muda mwingine inaharibika kutokana na mambo kadha wa kadha, kutokana na kutokujua dini. Lakini pale ambapo utaweza kujiunga na shule mbalimbali ambazo zinafundisha dini, ukaenda ukasoma dini, ukajua misingi ya dini, basi kuna hofu fulani hivi ambayo inajengeka. Kwa hiyo ina maana inaweza kukukataza wewe kufanya maasi mbalimbali. Unaagaje sasa? Unaposalimia unasema cheichei, unavoaga unasemaje? Navoaga Kipemba. Maana wanasema Wapemba hawana kabila, si ndio? Au ndio kabila la Wapemba? Wapemba wanawezekana wakawa ni wana makabila, lakini au naaga tu kawaida tu, yani masalamu basi. Kwaherini. Asante. Mtazamaji wa Al-Aqsa Media Online, basi hao ndo ndugu zangu ambao tumejaliwa kuwa nao katika siku hii ya leo, tukizungumza haya mawili matatu haya na yale, lakini kubwa ni kuelezea tulikuwa katika miaka 30 ya Darul Ulumi ambayo tumeishuhudia hapa katika viwanja vya Darul Ulumi. Mimi ni Shabani Isa Munyikayoka, Mwanaupwa. Nakutakia wakati mzuri kabisa na utazamaji mzuri wa vipindi vinavyoendelea. Endelea kutufuatilia, tutarudi tena Darul Ulumi inshallah. Niongee nao sasa kwa kina inshallah. Masala.